Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imeilaumu Rwanda kwa kuchochea vita katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya kusaini mkataba wa amani, Marekani imeendelea kuilaumu Rwanda kwa kukiuka makubaliano ya amani kwa kuunga mkono mashambulio mapya ya waasi wa M23 mashariki mwa Kongo, eneo lenye utajiri wa madini. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni M23 inayoungwa mkono na Rwanda imetumia silaha nzito na hatari katika kufanya mashambulizi na kuua raia wengi zaidi ya 100 wanatajwa kuuawa. Marekani iliyosimamia makubaliano ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeonya kwamba utawala wa Rais Donald Trump utachukua hatua kali zaidi dhidi ya uharibifu unaofanywa na Rwanda. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Michael Waltz aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Rwanda inaelekeza kanda ya Afrika Mashariki katika kuongezeka kwa ukosefu wa utulivu na kuzuka vita, huku hatua ya kundi la waasi wa M23 ya kuendelea kusonga mbele huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikitishia kukwamisha juhudi za Rais wa Marekani Donald Trump za kuleta amani katika eneo hilo. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Bwana Michael Waltz ameliambia Baraza hilo la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba nchi yake itatumia zana ilizonazo kuiwajibisha serikali ya Rwanda kutokana na uharibifu wa amani katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema kadri waasi hao wanavyozidi kupata uungwaji mkono ndivyo mgogoro huo nao unavyozidi kuelekea mlangoni mwa nchi jirani ya Burundi, ambayo nayo imekuwa na wanajeshi mashariki mwa Kongo kwa miaka mingi, hali inayozidisha hofu ya kuenea zaidi kwa mapigano ya kikanda ambayo tayari yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku maelfu ya wengine wakilazimika kuyakimbia makazi yao tangu mwezi Januari. Burundi imesema vizuizi vina mipaka yake. Balozi wa Burundi katika Umoja wa Mataifa Zefrin Maniratanga ameliambia Baraza la Usalama, niseme wazi, kujizuia kuna mipaka yake. Ikiwa mashambulizi haya yasiokuwa na uwajibikaji yataendelea, itakuwa ni vigumu sana kuepuka kuongezeka mivutano ya moja kwa moja kati ya nchi zetu mbili. Naye balozi wa Rwanda katika Umoja wa Mataifa Martin Ngoga ameilaumu na kuishutumu Burundi kwa kushambulia eneo moja la Rwanda, na amesema Rwanda haipigani vita na Jamhuri ya Burundi na haina nia ya kufanya hivyo. Balozi huyo wa Rwanda katika Umoja wa Mataifa amelaumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano, na amesisitiza kwamba Rwanda imejitolea kikamilifu kutekeleza sehemu yake ya makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mjini Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kaikwamba Wagner amelitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuiwajibisha Rwanda. Marekani imeeleza wasiwasi wake mkubwa na kukatishwa tamaa na kuzuka upya kwa vurugu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda inakanusha kuunga mkono waasi wa M23 na imewalaumu wanajeshi wa Kongo na Burundi kwa kusababisha mapigano mapya. Kundi la M23 alikushiriki katika mazungumzo na makubaliano yaliyosimamiwa na Marekani. Kundi hilo limekuwa likishiriki katika duru tofauti sambamba na mazungumzo na serikali ya Kongo nchini Qatar. Rais wa Rwanda Paul Kagame kwa upande wake amesema nchi yake haihusiki na ukiukwaji wa makubaliano yaliyosainiwa baina yake na Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki iliyopita mjini Washington. Akizungumza mjini Kigali, rais huyo amesisitiza kwamba mapigano mashariki mwa Kongo yamekuwa yakiendelea hata kabla ya mapatano hayo kutiwa saini. Kongo na nchi za magharibi wamekuwa wakishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 walioteka mji wa Uvira katika Kivu ya Kusini mapema wiki hii mara tu baada ya makubaliano hayo kusainiwa. Akizungumza katika hafla ya kuapishwa baadhi ya viongozi walioteuliwa serikalini, Rais Paul Kagame amesema yeye binafsi amekuwa chini ya shinikizo kubwa hasa na tuhuma zinazoihusisha Rwanda katika vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema kuwa mkataba kati ya Rwanda, DRC na Marekani ulitiwa saini mjini Washington mnamo tarehe 4 mwezi huu. Nchi yake ilishiriki kwa hiari kwa nia ya amani, huku akisema Rwanda imekubali na itatii matakwa yake ili makubaliano hayo yaweze kuongoza nchi mbili kwa amani. Rwanda ilisaini makubaliano kwa hiari na iko tayari kutii kile kinachotakiwa kufanyika ili makubaliano kama yatatekelezwa ipasavyo na kila upande kutii majukumu yake yaweze kufikisha nchi mbili kwa amani. Ni kweli sio rahisi na mara nyingi inakuwa ngumu. Wapo wasiosema ukweli na kukosa kile wanachokitaka kwenye makubaliano katika mkataba.
Haupati kila kitu unachotaka, lakini unapata kile unachohitaji, na mtu mwingine anapata kile ambacho ni muhimu kwake. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.